Hii ni sehemu ya 3 ya simulizi ya Nyuma ya Pazia. Na katika sehemu iliyopita tuliishia kwenye kifo cha mzee Othman. Wakati huo ripoti ya daktari ikionyesha ya kwamba kifo chake kilitokana na sumu. Sikuacha kuwaza, huyo muuaji atakuwa ni nani? Kifo cha mzee Othman kilinihuzunisha sana. Mke mkubwa akasema, mume wangu hawezi kuuliwa kwa sumu kupitia chakula, kwa sababu mara zote huwa tunakula pamoja. Labda alipewa sumu nje ya nyumba hii. Na kama wote tunavyofahamu, mzee Othman alikuwa na marafiki wengi tu, na tunashindwa hata kumuhisi ni yupi. Nahida naye akasema, ni kweli, watu wengi walikuwa wanamuonea wivu kutokana na utajiri wake. Kama tunavyojua, kila mtu anatamani kuwa tajiri, na baba mwenyewe alikuwa mtu wa kusafiri sana. Leo anaweza kuwa Uingereza, kesho akawa yuko Canada. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana alipewa sumu huko nje, sio ndani ya nyumba hii. Nahida alisema maneno hayo ili kumshawishi polisi aliyekuwa pale. Na mimi nikasema, afande, tafadhali naomba mfanye uchunguzi vizuri. Haiwezekani baba mkwe wangu afe halafu mambo yaende hivi hivi tu, kwa sababu alikuwa mtu mwema sana, hakuwa mkatili, na yeyote aliyehusika katika kifo chake inabidi aadhibiwe vikali kwa mujibu wa sheria. Baada ya maneno yangu hayo, afande akanituliza. Punguza jazba madam, tutaifanya kazi yetu vyema kabisa, na muda si mrefu tutamjua tu mhusika ni nani. Nadra akazungumza huku akiniangalia mimi. Tutajuaje? Labda wewe ndo umemuua. Haiwezekani ndo kwanza umefika ndani ya nyumba hii tu na baba anafariki. Yaani ujio wako ndani ya hii nyumba umeleta mikosi mitupu. Baada ya kauli hiyo ya Nadra, polisi wakasema, jamani, naomba muwe wapole, tutampata mhusika tu. Na baada ya kauli hiyo, polisi pamoja na daktari waliondoka. Baada ya polisi na daktari kuondoka, mwanasheria wa familia aliungana nasi pale sebuleni na akasema, mzee Othman aliniachia wosia na alitaka familia nzima ifahamu kuhusu wosia huu. Jamali ndo atakuwa msimamizi wa biashara zake zote, lakini pia hakuna mwanamke ndani ya hii nyumba anayeruhusiwa kwenda kufanya kazi mahali popote pale. Kwa hasira, Nadra akazungumza, sasa kama baba amesema Jamali ndo asimamie kila kitu, vipi kuhusu sisi? Mwanasheria akamjibu, hapana madam, swala la usimamizi na ugawaji wa mali ni tofauti. Kuhusu mali, kila mtu atapata share yake, lakini kwenye usimamizi wa biashara na kampuni za mzee, vyote hivyo viko chini ya Jamali. Huku akiamka na kuondoka sebuleni hapo, Nadra akasema, huu ni upuuzi kabisa. Nonsense. Inawezekanaje baba akamwachia Jamali awe msimamizi wa kila kitu, ilhali yeye sio mkubwa kuliko wote? Jamali ni mpuuzi mmoja tu. Baada ya kuona mambo yamekuwa mengi, ilibidi mwanasheria naye aondoke. Na Nahida akaniagiza, Ramlat, kaniletee maji ya kunywa tafadhali. Huku nikiamka na kuelekea jikoni, nikamwambia sawa wifi. Kabla hata sijafika jikoni, mama Nasibu naye akaniagiza, ukiwa unakuja na mimi uniletee juisi. Nilikereka na kauli ile, lakini nikajikaza tu. Nikamwambia sawa, hamna shida. Baada ya muda mchache, nilirejea na tray yenye glasi za juisi pamoja na maji ya kunywa. Na Nahida akaniambia, haya maji sio ya baridi bwana, rudisha ukaniletea baridi. Baada ya kauli hiyo ya Nahida, kimoyomoyo nikajisemea, we mpuuzi wewe, inaonekana hunijui vizuri. Huwezi kuwa unanitumatuma tu kama mimi ni mfanyakazi wa humu ndani. Nina PhD yangu ujue. Wakati mawazo hayo yanapita kwenye akili yangu, usoni nilijiwekea tabasamu bandia. Nikarudi jikoni tena, na baada ya muda mchache nikarejea na maji ya baridi, kisha nikampa. Baada ya kumkabidhi Nahida maji ya kunywa, simu yangu ilianza kuita, na nilipotazama kwenye screen, alikuwa ni mama mkwe ndo ananipigia. Nilipokea simu hiyo na akaniambia, Ramlat, nisikilize kwa makini. Punguza sauti ya simu yako ili wasijue kama ni mimi ndo nimekupigia. Lakini kwa yote nitakayokuuliza, kama jibu ni ndio, sema Jamali, na kama jibu ni hapana, sema Othman. Mimi nitakuelewa. Mama mkwe wangu alisema yote hayo kabla hata sijamsalimia, na nikapunguza sauti ya simu yangu, kisha nikajifanya kama naongea na rafiki yangu vile. Mama mkwe akauliza, ni nani aliingia kwenye chumba cha mzee Othman baada ya kifo chake? Mimi nikajibu, Othman, nikiwa na maana ya hapana, yaani hakuna aliyeingia kwenye chumba kile. Akaendelea,
nenda kwenye kile chumba, kuna faili utalikuta kwenye boksi. Password ya faili lile ni tarehe ya kuzaliwa ya Jamali. Inabidi ulipate haraka sana kabla hawa wapuuzi hawajalipata. Vipi, utaweza kufanikisha hilo? Ndiyo au hapana? Mimi nikajibu Jamali, nikiwa na maana ya kwamba ndiyo, naweza kulifanikisha. Mama mkwe akaendelea, kingine cha kukusaidia, kuwa mkarimu sana kwa wafanyakazi wote wanaofanya kazi kwenye nyumba hiyo. Hao ni kama wapelelezi hapo, wanajua kila kinachoendelea, lakini hawawezi kuthubutu kuongea. Kuwa makini tu, fuatilia kila kitu kwa ukaribu, na popote ambapo unaona kuna makosa, rekebisha. Ipo siku itakuja, hawa wafanyakazi watasimama na wewe. Hilo faili ni muhimu sana, hakikisha umelipata, na baada ya kulipata basi nipigie simu. Mimi nikamwambia Jamali mama, na baada ya hapo mama mkwe akakata simu. Wakati wote huo nikiwa nazungumza, macho ya watu wote pale sebleni yalikuwa kwangu, na mama Omari akasema, inaonekana unampenda sana Jamali we binti. Nami nikamwambia, ndiyo, ni mume wangu yule, ni jukumu langu kumpenda. Mama Omari akiwa na tabasamu akasema, wow, mpaka nawaonea wivu jamani. Mama Nasibu naye akatia neno, ina maana mume wako hakutoshi mpaka uanze kumuonea wivu mke wa shemeji yako? Aisha naye akamwambia mama Nasibu, hata we mwenyewe unamuonea wivu mama Omari, kwa sababu mume wako hakuoneshi mapenzi. Baada ya kauli hiyo, mama Nasibu alikasirika na akasema, we mtoto wewe, mbona umekuwa na tabia mbaya hivi? Unapata wapi hiyo jeuri ya kuniongelesha mimi hivyo? Mke mkubwa naye akamkanya Aisha, we Aisha wewe, acha kuvunjia heshima watu wazima. Sintaendelea kuvumilia huu upuuzi wako. Umenielewa? Kwa hasira Aisha akasema, mama, kisha akaondoka akiwa na kisirani. Baada ya Aisha kutoka, mama Nasibu akaniangalia huku akizungumza, we mwanamke wewe, tangu umeingia ndani ya nyumba hii, Aisha amekuwa ananivunjia sana heshima. Kwani kuna ajenda gani ya siri ambayo siijui mimi? Kimoyomoyo nikajiuliza, mimi nahusiana vipi na tabia ya Aisha? Ni nani asiyejua kwamba watoto wa matajiri mara nyingi huwa hawana adabu? Mama Omari naye alisimama na kuelekea chumbani kwake. Nahida akasema kitu, we Ramlat wewe, inaonekana una kitu special sana. Nikiwa na shauku nikamuuliza, mbona unasema hivyo? Sijakuelewa ujue. Nahida akasema, ni kwa nini mzee Othman alikuchagua wewe ndo uwe mke wa Jamali? Ni kweli unampenda? Kwa kuongopea na mimi nikasema, ndiyo, nampenda sana mume wangu, na ndio mwanaume wangu wa kwanza. Nahida akauliza tena, mlikutana wapi? Huku nikiwa na tabasamu nikajikuta nimeropoka tu. Nikikumbuka ile siku tulikutana Meserani Kisongo. Baada ya kumwambia hivyo Nahida, naye akasema, sasa kwa kuwa wewe ni mke wa kaka yetu, focus kwenye hayo majukumu ya kuwa mke. Mambo mengine humu ndani ya kuhusu, yaache kama yalivyo. Usije ukajidai una akili sana kuliko watu wote humu ndani, yatakuja kukukuta mazito. Naamini tumeelewana. Nilimwangalia Nahida usoni na alikuwa anamaanisha kile anachokisema. Mke mkubwa naye akatia neno, inaonekana mume wangu alikuwa anakuamini sana, na wewe pia inaonekana ulikuwa unampenda sana yule mzee. Ndio maana hata umewaomba polisi wafanye uchunguzi wa kina mpaka wamjue muhusika. Nilitaka kusema kitu, lakini kabla hata sijazungumza, Nahida akasema, halafu pia hupaswi kuwa na mdomo. Kumbuka kitu kimoja, kwamba Jamali anatupenda sana sisi kuliko anavyokupenda wewe. Sawa, anabaki kuwa mume wako, lakini kwangu yule ni kibaraka tu. Kutokana na maneno yote hayo, mwenyewe nikaona sasa picha kamili ndo linaanza. Kwa hiyo kumbe tangu nilipoingia humu ndani, mkajidai wote mmefurahia ujio wangu, mlikuwa mnanichora tu. Sio bure mama mkwe ameniambia kwamba niwe makini sana na nyie, na kwa jinsi ninavyoona hapa, huu nakwenda kuwa mchezo kati ya uongo na ukweli, vitisho na siri, lakini pia naona kuna upendo na chuki zinahusika vile vile. Mama mkwe akasema, umesema kuwa mnapendana nyie. Sawa, ngoja tutaona mnapendana kwa kiasi gani. Baada ya kauli hiyo ya mama mkwe, nikaropoka, uwi jamani, tumbo langu. Kisha nikakimbia kuelekea chumbani kwangu. Nilipoingia chumbani kwangu, nilijifungia mlango kwa ndani na nikaanza kujisemesha, kwa hiyo hii ndo vita ndani ya nyumba hii. Jamali anawapenda wao kuliko hata anavyonipenda mimi, na mama mkwe anataka niwe upande wa Jamali ambaye
amechagua kuwa upande wa ndugu zake na kumtenga mama yake. Ina maana hajui kwamba wote hawa wanamuigizia tu? Halafu kwa nini wananitishia kwamba nikae kimya? We Ramlat wewe, umeolewa kwenye nyumba yenye heka kweli kweli. Nililala kitandani na nikawa natazama paa la nyumba na nikakumbuka kazi ambayo mama mkwe amenipatia. Kazi yenyewe ni kuingia kwenye chumba cha marehemu mzee Othman na kuchukua faili ambalo password yake ni tarehe ya kuzaliwa ya mume wangu Jamali, na hakuna anayepaswa kujua ya kwamba niliingia kwenye chumba hicho. Huu mbona mtihani? Ilibidi muda huo nimpigie simu mume wangu Jamali, na lengo hasa la kumpigia ni kutaka kujua tarehe yake ya kuzaliwa. Nikamwanza, mfalme wangu, unaendeleaje? Baada ya kumuita hivyo Jamali, naye akasema, inaonekana umenimisi kweli kweli, mpaka umeamua kunipigia simu. Na mimi kwa sauti ya kudeka nikamwambia, hivi we ni mume wa aina gani jamani? Yaani umeniacha hapa takriban wiki nzima sasa, na hata huna wasiwasi kuhusu mimi, umeshindwa hata kunijulia hali. Jamali akasema, nisamee mpenzi, huku nilipo mambo sio marahisi kabisa. Baba ameniachia majukumu mazito, ila usijali, muda si mrefu nitakusurprise. Nami nikasema, nilihisi pengine leo ndo siku yako ya kuzaliwa, ndo maana nimekupigia simu. Kwa furaha Jamali akasema, hapana bwana, tarehe ya kuzaliwa ya mfalme wako ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 1994. Kuna kitu umeniandalia nini? Nikamwambia ndiyo, nimekuandalia zawadi nzuri sana. Kwa sauti ya kuchombeza Jamali akaniuliza, unataka nikuvue nguo yako ya ndani kwa mara ya kwanza siku ya leo nini? Baada ya Jamali kusema hivyo, nikamwambia hata usijisumbue kuja, wala hauhitajiki hapa. Kwa heri. Kisha nikakata simu. Kiukweli sikuweza kulala kwa amani, kwa sababu muda ulikuwa unakimbia na kazi iliyopo mbele yangu ilikuwa nzito kweli kweli. Nilipotazama saa ilikuwa ni saa 5 usiku, na nilipojihakikishia kwamba kila mtu amelala, nilifungua mlango wa chumba changu taratibu, na kwa mwendo wa kunyata nikaanza kuelekea chumbani kwa marehemu mzee Othman. Moyoni mwangu nilikuwa na hofu ya kuona mzimu wa mzee Othman. Niliwasha tochi ya simu yangu na kwa haraka nikaenda mpaka kwenye moja ya draw zilizopo hapo chumbani kwake. Nilibonyeza password na kweli draw ile ikafunguka. Nikatoa faili zilizomo mule na kufunga draw hiyo. Kipindi ambacho ninataka kutoka kwenye chumba hicho, nikasikia hatua za miguu ikiwa inakuja kuelekea kwenye chumba hicho cha marehemu mzee Othman. Je, ni nani huyu anakuja? Usikose kuungana nami kwenye sehemu ijayo ya simulizi hii, lakini pia hakikisha umesubscribe kwenye chaneli yetu ili familia izidi kuwa kubwa.